Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumepata kiongozi ambaye ameweza kusupport kwa sehemu kubwa sana michezo nchini, hasa mpira wa miguu. Ndio. Sisi tunasema kwamba ametusaidia mambo mengi sana. Unaona, kwanza amekubali kwamba tuwe wenyeji wa mashindano haya ya AFCON na CHAN ambayo serikali mwenyeji na inagharamia vitu vingi, lakini pia timu zikisafiri anatoaga ndege, anatoa motisha kwa wachezaji, kuna goli la mama, lakini pia na mazingira ya kuruhusu kufanyika kwa michezo hii, lakini pia ameweza kuwapa imani wadhamini waweze kuwekeza kwenye michezo yetu. Sisi hasa mpira wa miguu nasema ndio watu ambao tumenufaika katika kipindi chake. Ndio unakuta wale watoto chini ya miaka 17 wasichana wameweza kwenda kombe la dunia, lakini kama unavyoona sisi katika Afrika ni mojawapo wa zile nchi 3 ambazo karibu qualify karibu mashindano yote ya Afrika. Katika hii miaka 4 tumefanya makubwa sana ambayo hawajafanyika toka tumepata uhuru. Okay, sawa. Nazo nikasema ni mafanikio makubwa pia kwenye nchi yetu ya Tanzania kwa sababu kila sehemu amegusa, lakini kwenye utawala wako pia umeonekana kuwa naye karibu zaidi. Inawezekana ni baadhi ya viongozi wachache sana ambao wanakuwa karibu na viongozi kama rais, kwa sababu kunapokuwa kuna changamoto mara nyingi tunaona anaweza kutia mkono. Hasa umezungumzia timu zetu za taifa. Lakini jambo ambalo tunasema kwamba ni mipango ya Mungu. Kwamba kamleta kiongozi, lakini pia na sisi katuwezesha katika kipindi chake. Lakini pia kuna jambo simelizungumzia sasa hivi kwenye masuala ya michezo ya kubahatisha pamoja na gaming board hizi. 5% ya yale mapato kule ameelekeza yaende kwenye michezo. Okay. Kwa hiyo pia inatusaidia sana. Huko nyuma ilikuwa vitu havipo hivi. Ni jambo ambalo amelifanya. Hatusemi kwamba waliopita wakufanya, ujue kawaida kwenye uongozi. Ndio. Kila anayekuja anatakiwa afanye vizuri zaidi ya wenzake. Kabisa. Sababu ameona yale yaliyoko kule na zile changamoto ameziona. Kwa hiyo mimi nimeangalia kwa wenzangu changamoto zilizokuwepo, tumehakikisha kwamba angalau tunazirekebisha. Na hivyo kwa hiyo tumekutana, ni kipindi ambacho tumekutana, lakini yeye ndio kiongozi wetu na yeye ndio ametuongoza kwenye misingi yote ya kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, kwa sababu hayo mafanikio makubwa yanayopatikana katika sekta nyingine na kwenye michezo pia yamepatikana, lakini hasa kwa mpira wa miguu tumepata mafanikio makubwa sana katika kipindi hiki chake. Kwa sasa miaka 4 na timu zetu za taifa zinaonekana kufanya vizuri, vilabu vyetu pia vinafanya vizuri. Shirikisho la soka Tanzania TFF tunaona hadhi inazidi kupanda, na wewe sasa umepanda zaidi kwa sababu ya ubora wako nao uonyesha kwenye soka letu la Tanzania, na kuwa mjumbe wa CAF si jambo dogo kwenye utawala wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii unazungumzia ni support. Natamani kufahamu timu yetu ya taifa kwa sasa inajiandaa na mashindano bado ya kimataifa. Ungekuwa na neno gani la kumwambia labda Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hiki? Sema kweli mimi namwambia tu tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe afya njema, na sisi tunasema kwamba yeye ndo anayetudai. Ni letu sisi analotudai tutamlipa mwezi wa 10. Kwa maana kwenye uchaguzi wake, kwenye uchaguzi wa kumchagua rais. Labda tumehusisha siasa na michezo, hapana. Kwa sababu hata mimi kule kupata nafasi ya wenzangu kuniamini kunipa nafasi niliyoko, ndio pia ni kwamba ni imani Tanzania ambayo imeonyesha kwa wenzake. Mimi sikwenda kugombea tu, niliomba mimi idhini na nikapewa baraka, na ndio nimefikisha hapa. Leo ni kiongozi kule, lakini kule wanaizungumzia Tanzania, na Tanzania wanamzungumzia Madam. Muda wote President Mosete anazungumza kwamba Madam Samia na wenzake Ruto na Museveni ndio wamesababisha alete mashindano hapa, lakini pia anarudi ananiambia mwenyewe, anazungumza kwa Kiingereza, Madam is doing a wonderful job. Anasema tena wakati mwingine not even in sports, is doing in every sector. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ina maana ametusaidia na sisi tunapitia kwenye heshima yake hiyo. Ndio maana tunajitahidi tufanye yale mazuri ili sisi tukachafua Tanzania au sisi tukachafua jina jema ambalo ameliweka.